Licha ya kuwa Mungu anakuwazia mawazo mazuri na mema, yeye anao mpango mzuri juu ya maisha yako. Lakini mpango huo hata ulazimisha juu yako. Wewe una sehemu ya kukubali au kukataa mpango wake. Hivyo ndivyo jinsi Mungu ninayeongelea habari zake alivyo. Yeye anakuwazia wewe mawazo mazuri. Yeye ameandaa njia ya kuhakikisha unastawi, unakuwa, unaongezeka. Lakini yeye hatolazimisha hiyo njia ifanye kazi kwako. Badala yake yeye atakufundisha ni nini zilizo haki zako. Na kisha kutokea hapo atakusimamia kama ukimruhusu, akuongoze namna gani unaweza kuzidai, ili kwa kupitia njia hiyo yeye aweze kuhusika maishani mwako. Mungu ninaongelea habari zake ni Mungu mwema. Mungu anayekupenda, Mungu anayekuwazia mawazo mazuri. Mungu ambaye anataka wewe ustawi na ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, na aliamini na kwa sababu hiyo na linena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo tuanena. Maandiko yanatuonyesha kwa kuna uhusiano kati ya kuamini jambo na kutamka lile jambo. Sasa nikurejeshe nyuma kidogo katika mara ya kwanza tulivyompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sawa sawa na Warumi sura ya 10 mstari wa 10, neno linasema tunaamini kwa moyo na kisha tunakiri kwa kinywa. Tunaamini kwa moyo kisha tunakiri kwa kinywa. Kwa namna moja au nyingine, ili Bwana Yesu awe Bwana maishani mwako, ni lazima kuwa kuna sehemu au kuna wakati ambao ulisikia habari zake na kisha ukaamua kumwamini ya kwamba kweli yeye ni mwana wa Mungu, alikuja duniani kufa kwa ajili ya dhambi zetu na kupitia damu yake tumepata ukombozi, na ukaamua kukiri hayo mambo. Kwa hiyo kwa moyo uliamini habari za Yesu, lakini kwa mdomo wako ukatamka yale maneno. Na neno linasema katika Warumi sura ya 10 mstari wa 10 ya kwamba kwa maana kwa moyo mtu uamini akapata haki, lakini kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Vile ulivyokiri ndio wokovu kama umedhihirika kwako. Sasa imani ile ile, mfumo ule ule uliotumia kufanya kazi imani ili kupata wokovu, ndio unaotumika katika kudai baraka zako au katika kuchukua kilicho chako. Jambo la kwanza ni lazima upate andiko linalokupa mashiko ya kujenga imani. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lazima uamini juu ya lile ambalo Mungu amesema kuhusiana na hali yako. Kisha hatua ya pili, lazima uitamkie ile changamoto yako. Kumbuka, neno limesema katika Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 13, sisi tuamini na kwa sababu hiyo tuanena. Kila mara unapoamini jambo kuhusiana na kile ambacho Mungu amesema, ni lazima uanze kukitamkia kile kitu. Kwa sababu kwa kutamkia unaiachilia imani iliyopo moyoni itoke katika ulimwengu unaoonekana, katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo imani yoyote ambayo tunaongelea, imani yoyote ambayo ni ya kweli, ni lazima ianzie moyoni, lakini iishie kwa kutamkwa. Huwezi kuamini jambo alafu usitamke. Imani haitofanya kazi. Tunapoongelea kuhusu imani na kutegemea kuona matokeo kutokana na hiyo imani, lazima tusifahamu ya kwamba tuna sehemu yetu katika kuifanyia kazi imani. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko, ili imani ifanye kazi, jambo la kwanza ni lazima uamini neno la Mungu kuhusiana na hiyo hali. Neno la Mungu limesemaje kuhusiana na hiyo hali? Tafuta neno la Mungu kisha liamini hilo neno la Mungu. Alafu sasa hatua inayofuata unaanza kuinuizia ile hali kulingana na neno la Mungu. Unaanza kuitamkia ile hali kulingana na neno la Mungu. Kama ni changamoto ya kifedha, umepata andiko, unaitamkia ile changamoto ya kifedha. Kama ni changamoto za ndoa, umeshapata andiko la kukupa haki ya imani juu ya unachokiombea. Sasa baada hapo unaanza kuitamkia changamoto. Hajalishi unapitia changamoto gani, njia hii itafanya kazi. Ni njia ya uhakika ambayo itafanya kazi. Tafuta neno la Mungu linasemaje kuhusiana na hali yako, alafu jengea imani hilo neno. Kisha litamkie hiyo changamoto yako. Litamkie hilo jambo lako sawa sawa na vile ambavyo neno la Mungu limesema. Na Mungu atasimamia neno lake na kukupatia muujiza ambao umekuwa ukiutafuta. Mungu akubariki na kutakia uwe na siku njema.